Msaidizi wa Tundu Antipas Lissu amepatikana akiwa na pingu baada ya kuwatoroka waliodaiwa kumteka. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema msaidizi binafsi wa mwenyekiti wa chama hicho taifa David Jumbe, ambaye alidaiwa kutekwa usiku wa Mei 20 mwaka 2026, amepatikana baada ya kufanikiwa kuwatoroka watu waliodaiwa kumshikilia kwa nguvu. Kupitia taarifa yake, Chadema kimesema Jumbe, ambaye ni msaidizi wa Tundu Antipas Lissu, alifanikiwa kutoroka akiwa bado amefungwa pingu mkononi baada ya waendesha bodaboda kulifuatilia gari lililokuwa limemchukua. Chama hicho kimeeleza kuwa Jumbe amejeruhiwa vibaya kufuatia tukio hilo. Aidha, Chadema imesema jeshi la polisi lilifika katika makao makuu ya chama hicho na kumtaka Jumbe kwa ajili ya mahojiano. Hadi sasa jeshi la polisi halijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo ya kutekwa kwa Jumbe wala mazingira ya tukio hilo. Habari kubwa na ya kutisha imetokea usiku wa Mei 20 hadi alfajiri ya Mei 21. David Jumbe, msaidizi binafsi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, ambaye alikuwa amechukuliwa kimabavu usiku wa kuamkia leo, amepatikana akiwa amefanikiwa kutoroka. Bado alikuwa amefungwa pingu mikononi mwake na amejeruhiwa vibaya. Bodaboda riders waliripotiwa kumsaidia kwa kufuata gari lililomchukua. Chadema imelaani vikali tukio hilo na kudai majibu kutoka kwa polisi. Hadi sasa jeshi la polisi halijatoa tamko rasmi. Hii ni tukio jingine katika mfululizo wa visa vya utekaji na vitisho vinavyohusishwa na mvutano wa kisiasa. Kulingana na taarifa ya chama cha Chadema na maelezo kutoka kwa viongozi wake, David Jumbe alichukuliwa kimabavu usiku wa Mei 20 mwaka 2026 eneo la Bunju Mabwepande, Dar es Salaam. Wakati anarudi nyumbani, aliingizwa kwa nguvu kwenye gari aina ya Land Cruiser na kupelekwa mahali pasipojulikana. Alifanikiwa kutoroka baada ya bodaboda riders kufuatilia gari hilo. Alipopatikana akiwa bado amefungwa pingu mikononi na amejeruhiwa vibaya, polisi ilifika makao makuu ya Chadema na kumtaka Jumbe kwa ajili ya mahojiano, ila hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka jeshi la polisi kuhusu tukio hilo. Makamu mwenyekiti John Heche na viongozi wengine wa Chadema wamelaani tukio hilo na kuita utekaji wa kisiasa. Tukio hili linajumulisha mbinu sawa na visa vilivyotajwa hapo awali kama Humphrey Polepole, Mdude Nyangali na wengine. Data kutoka mitandao na ripoti za asasi za haki za binadamu zinaonyesha kuongezeka kwa visa vya forced disappearance tangu baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Maelezo ya tukio ni kuwa Jumbe alichukuliwa usiku wakati wa kurudi nyumbani wakati unaofaa kwa operation za siri. Kutoroka kwake kwa msaada wa bodaboda au riders kunaonyesha kuwa jamii inaweza kuwa macho na kusaidia katika visa kama hivi. Majeraha yake yanathibitisha kuwa alipata mateso wakati wa kutekwa. Je, nini mwitikio wa Chadema kuhusiana na tukio hili? Chama kimechukulia tukio hili kama sehemu ya mkakati wa kukandamiza upinzani na kuwatisha wasaidizi wa Lissu. Hii inaongeza shinikizo la kisiasa na inaweza kuathiri operesheni zao za Free Tundu Lissu. Tukizungumzia data mbalimbali, tangu Oktoba mwaka 2025, ripoti za mitandao na asasi za ndani zimeandika visa vingi vya utekaji na vitisho dhidi ya viongozi na wanachama wa upinzani. John Heche pamoja na Godbless Lema wamekuwa wakiripoti visa vya ufuatiliaji na utishio mara kwa mara. Polisi bado haijatoa taarifa rasmi, jambo ambalo linazidisha mashaka na kutoa nafasi kwa tetesi. Je, tukio hili lina maana gani kwa taifa na mustakabali wa taifa kwa ujumla? Kwa upande wa upinzani, imeimarisha madai ya kukandamizwa na inaweza kuongeza uungwaji mkono wa umma. Kwa upande wa serikali na polisi, inatoa taswira mbaya ya kutumia madaraka na mamlaka au vyombo vya dola kuwanyamazisha upinzani. Kwa upande wa demokrasia na usalama, inazua swali kubwa kuhusu ulinzi wa viongozi wa kisiasa na uhuru wa kufanya siasa. Na kwa upande wa umma, inazidisha hofu na wasiwasi wa kutokuwepo kwa ulinzi wa sheria. Tukio la David Jumbe ni la kutisha na linapaswa kuchunguzwa mara moja na kwa uwazi mkubwa. Mtu kuchukuliwa usiku, kuteswa na kupatikana akiwa na pingu ni kitendo kinachokiuka haki za binadamu na kinachohitaji majibu ya haraka kutoka kwa polisi. Kukosekana kwa taarifa rasmi ya polisi kunazidisha mashaka. Vyombo vya dola vinapaswa kuwa vya kwanza kutoa maelezo na kuwalinda raia, si kutoa nafasi kwa tetesi na chuki. Jeshi la polisi
inapaswa litoe taarifa rasmi mara moja kuhusu hali ya Jumbe, mahali alipopatikana na hatua zilizochukuliwa. Uchunguzi huru wa kina ufanyike na matokeo yawekwe hadharani. Serikali pamoja na upinzani ziingie katika mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano na kurekebisha mifumo inayozua migogoro. Na pia vyombo vya dola viheshimu haki za binadamu na visiwe vyombo vya kisiasa. Hakuna taifa linaloweza kustawi linapokuwa na hofu ya kuchukuliwa usiku au kutoweka bila maelezo. Usalama wa kila raia ni jukumu la serikali na lazima utekelezwe bila upendeleo. David Jumbe, msaidizi wa Tundu Lissu, amepatikana akiwa amefanikiwa kutoroka baada ya kutekwa kimabavu. Chadema inalaani tukio hilo na inahitaji majibu rasmi kutoka kwa polisi. Hili ni tukio jingine linaloongeza mvutano wa kisiasa na kutilia shaka usalama wa viongozi wa upinzani. Tanzania inastahili usalama, haki na heshima kwa kila raia. Tuungane kudai uwajibikaji na amani. Wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na tukio hili la kupatikana kwa mtu aliyekuwa ametuhumiwa kuwa ametekwa na amepatikana akiwa na majeraha makubwa mwilini mwake na bado akiwa amefungwa pingu kwenye mikono yake? Una maoni gani kuhusiana na tukio hili na nini kifanyike ili kudhibiti matukio kama haya kutoendelea kwenye nchi hii?